Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 20 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema ghorofa ilivyopigwa mnada kwa mkopo wa shilingi milioni 10. Ghorofa ilivyopigwa mnada kwa mkopo wa shilingi milioni 10, lakini roho mkononi. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi. Inasema roho mkononi, lakini ndugu wanaodaiwa kuuliwa na mtoto wazikwa Dar es Salaam. Ndugu wanaodaiwa kuuliwa na mtoto wao wazikwa Dar es Salaam, lakini wasomi waja mapendekezo ya kuokoa ajira. Wasomi waja na mapendekezo ya kuokoa ajira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema Tanzania ya mwenzi Mandela akihimiza amani na maridhiano. Lakini maeneo matano kuharakisha utekelezaji wa dira 2050 na SGR yazidi kunoga. Rais Samia kuweka jiwe la msingi Tabora Kigoma leo. Lakini kupata ajira 15,000 na safari hadi Dar es Salaam 8, meli 4 kuimarisha biashara ziwa Tanganyika. Lakini Dr. Mwinyi wawekezaji wa India kimkakati. Dr. Mwinyi aita wawekezaji wa India kimkakati. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 7 kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Habari Leo kuna habari inaandika daktari aeleza undani saratani ya ubongo. Lakini ukurasa wa 3 pia kuna habari inayosema Tanzania yataja vipaumbele vitatu ajenda mpya ya miji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na bado kuna habari inayosema Katambi nipo tayari kushitakiwa. Huyo ni waziri Katambi asema nipo tayari kushitakiwa. Hiyo ni gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo asubuhi ya leo, lenyewe linaanza na habari inayosema Kafulila ashauri wasomi wajadili nafasi ya PPP miradi ya kimkakati. Lakini elimu ubunifu vitatue changamoto za jamii. Huyo ni Rais Dr. Mwinyi asema. Na mageuzi uwekezaji wa Samia bandarini. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Inasema mageuzi uwekezaji wa Samia bandarini, fursa zaidi zazaliwa, shehena zikiendelea kuongezeka. Lakini alikuta tani milioni 18.7, sasa TPA imefikisha tani milioni 37. Na Misri kuanza uwekezaji wakaribishwa pia sekta zingine. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini kuna habari inayosema waziri Katambi avunja ukimya, atoa msimamo mzito asema. Habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini Rais Samia kuzindua meli 4 za mizigo ziwa Tanganyika. Na Rais Dr. Samia azidi kuweka historia SGR. Lakini Sangu wanagenzi utawainua vijana kimaisha. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Na gazeti lako la Majira asubuhi ya leo lenye linaandika msongo wa mawazo unavyochangia magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Hiyo ni habari ukurasa wa 14. Lakini wapokea bilioni 1.1 za ujenzi wa shule. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Majira, huku ukurasa wa pili kuna habari inayosema mradi mkubwa wa maji Mfili waiva. Lakini Rais Samia kuzindua mradi wa kihistoria wa SGR Kigoma. Uzinduzi kufanyika leo, utafungua uchumi wa ukanda wa magharibi, wakazi 15,000 wa Tabora Kigoma kupata ajira. Lakini maandalizi ya ujenzi chuo cha kimataifa cha reli yaendelea. Na Zanzibar India kuimarisha ushirikiano maeneo matatu. Na Masauni atoa wito wa kulinda udogo mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari za kimataifa huko kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa 19 inaandika Irani yasema iko tayari kupambana na Marekani. Hiyo ni Irani sema ipo tayari kupambana na Marekani. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo inaandika serikali yanika vipaumbele vitatu ajenda mpya ya miji. Na wachumi wataja faida za urekebishaji sheria 1,000. Na fursa kibao ajira tamasha la Kizimkazi. Lakini usioyajua anayodaiwa kuua baba zake kwa kisu.
yale usiyoyajua, anayedaiwa kuua baba zake kwa kisu na madhara ya kuwapa watoto panado kiholela. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Pambazuko lenye asubuhi ya leo linaandika dhahabu, utalii, usafishaji vya tunisha mfuko la dola, lakini onyo kwa wasomi kuhusu maandamano, na Tanzania kutengwa ikipuuza, na Mo Sugar Kagera wajivua sukari yenye mchanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko kwenye kurasa mbele. Hilo ni sakata ya sukari yenye mchanga. Mo Sugar na Kagera Sugar wajivua. Lakini BOT deni la taifa laelekea kwenye utulivu, au ni BOT wasema deni la taifa laelekea kwenye utulivu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko Jumatatu ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza linaanza na habari ya SGR Tabora Kigoma kugharimu dola bilioni 2.74. Lakini wanagenzi utawatoa vijana kuimarisha kimaisha. Huyo ni Waziri Sangu atoa ushauri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu linaandika mhandisi Sanga, suluhisho la makazi haitegemei ujenzi pekee. Lakini Mavunde kuwaongoza wa Tanzania jukwaa la LCCF 2026 Mwanza. Na gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge lenye asubuhi leo linaandika Tanzania yataja vipaumbele vitatu ajenda mpya miji 2036. Lakini Tanzania ya enzi urithi wa Mandela, ya wataka vijana kubeba dira 2050. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Machinga ni Rais Samia kuzindua SGR Tabora Kigoma, ni mradi wa trilioni 6.31 kufungua uchumi wa magharibi, ajira 15,000 za nukia. Lakini apokea ujumbe maalum wa Rais Tshisekedi. Tanzania DRC zasisitiza kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu. Lakini bandari ya Dar es Salaam yafananishwa na mlango wa bahari wa Hormuz. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Tanzania yataja vipaumbele vitatu kutekeleza ajenda mpya ya miji. Lakini Profesa Tibaijuka awafunda wakaguzi wa elimu. Profesa Tibaijuka awafunda wakaguzi wa elimu, ataka wasiziumize shule binafsi kwa masharti magumu. Anaogesha miaka 25 yenye mafanikio makubwa ya St. Anna Mary Academy. Na waziri wa fedha Balozi Omari ataka vijana wajengwe kimaadili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Mwananchi Huru asubuhi ya leo linaandika Rais Samia kuweka jiwe la msingi SGR Kigoma Tabora leo. Profesa Tibaijuka pamba miaka 25 ya St. Anna Mary Academy. Lakini Dr. Roikiza aishukuru serikali kwa ushirikiano. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Na tukiangazia kwenye gazeti lako Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaanza na habari nasema Royal Polytechnic yaongeza uwekezaji huduma za afya Musoma. Na Dr. Jason Roikiza asimulia safari ya kuanzisha shule iliyokuwa ngumu, na ni shule ya St. Anne Mary Academy ya Mbezi. Sasa anamiliki shule 5 zinazofanya vizuri kitaaluma, lakini zimeshatoa wahitimu zaidi ya 19,415 tangu zianzishwe. Ni St. Anne Mary Academy msingi na sekondari, Sunshine Kibaha, Brilliant na Roikiza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini waziri wa fedha Balozi Omari ataka vijana wajengwe kimaadili, na Rais Samia kufanya ziara siku moja mkoani Kigoma. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Biashara Leo lenye linaandika Rais Mwinyi ateta na wawekezaji kutoka India. Lakini Rais Samia ziara LCC imefungua fursa mpya kiuchumi Tanzania na Misri. Na jubilei ya miaka 25 St. Anne Mary Academy ya tia fora Dar es Salaam. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali asubuhi ya leo, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na leo tunaanza na gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge lenyewe linaanza na habari inayosema Azam ya msimu ujao timu zijipange. Lakini Azizi Kada atua Mbeya City, Masalanga atua Geita Gold, mfungaji bora Mali asaini Simba. Lakini Yanga yatema 7 wa kimataifa.
Hilo ni gazeti lako la Machinga, sauti ya wanyonge, kwenye kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania, gazeti lako linaandika hatimaye wamelibeba kweli hadi 2030. Lakini bondia wa DRC Congo Katompa alipotiwa kuuawa Afrika ya Kusini. Lakini Simba ya mnasa kiungo mkabaji Kevin Nation kutoka Pamba Jiji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Uhuru lenye linaandika kombe la dunia, Bellingham aweka rekodi England. Lakini Simba yaanza kukunjua makucha KVZ hiyo Kagame. Steve Becker anavyojinadi msimu 2026-2027. Lakini habari kubwa kabisa ni kombe la dunia leo, ikiwa ni fainali iliyopigwa kati ya Spain dhidi ya Argentina, na Spain kuondoka kuwa bingwa wa mashindano hayo ya 2026 ya Mexico, Marekani pamoja na Canada. Lakini kwenye gazeti la Majira kuna michezo naandika Simba yatoa onyo kali la usajili, ya msajili mkata shombo Kevin Nation kufanya maboresho ya nguvu. Kituo cha TFF Tanga chatakiwa kuwajenga vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika kwenye michezo, Yanga Fasta ya msajili mbadala wa Pakome, yamtambulisha kiungo mpya. Lakini Simba yatambulisha kiungo wa kazi. Azam FC yaziita mezani Simba Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe linaandika habari inayosema Steve Becker apewa wawili Simba. Lakini yule kiungo aliyeripotiwa na asaini miwili. Yanga ya shusha striker mpya. Lakini mapito ya Nandi na Bilnasi miaka 4 ya ndoa. Lakini kwenye michezo kimataifa naandika Olise avunja rekodi ya Pele kombe la dunia, na ishu ya Soa Simba kupotezeana muda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.